Kichwa cha somo kinasema mambo yanayonifanya nisitende mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo kadha wa kadha. Ninaweza nikawa nimeokoka mimi au nimeamua kumtafuta Mungu, lakini kumbe kuna mambo ambayo yananifanya mimi nisiyatende mapenzi ya Mungu, au yanakufanya wewe usiyatende mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Mapenzi ya Mungu ni kuyatenda matendo mema na kuenenda sawasawa na kanuni zote na sheria za Mungu. Bwana asifiwe sana. Tusome katika ile Kumbukumbu la Torati 28 ule mstari wa kwanza. Biblia inasema, Amen. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako, Amen, kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote nikuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba itakuwa utakaposikia kwa bidii kufanya na kuyatunza yale maagizo ya Mungu ambayo anakuagiza. Unaweza ukasema sasa leo Mungu yuko wapi au ananiagiza kwa wakati gani? Lakini zipo namna nyingi ambazo Mungu anaweza akakupatia wewe maagizo yake. Bwana asifiwe sana. Mungu anaweza akakupatia maagizo yake kupitia njia ya Roho Mtakatifu. Mungu anaweza akazungumza na wewe kupitia watumishi wake. Mungu anaweza akazungumza na wewe kupitia hata Biblia. Bwana asifiwe sana. Lakini anasema kwamba itakuwa utakaposikia kwa bidii. Kumbe unaweza ukasikia ila usisikie kwa bidii, au unaweza ukasikia lakini usitende. Bwana asifiwe sana. Kwa anasema kwamba utakaposikia kwa bidii kutunza na kuyafanya maagizo yake, anasema atakubariki uingiapo na utokapo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna namna ambavyo sasa ninaweza nikawa nimeokoka, lakini sina ile bidii ya kusikiliza sauti ya Mungu, au sina ule mwamuko wa kutaka kuyatenda mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Tusome katika kile kitabu cha Warumi 12 ile aya ya kwanza na ya pili. Biblia inasema, basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, Amen, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba basi ndugu zangu, kumbe sisi ni ndugu wa Mungu. Tunapokuwa tumeitwa ndugu wa Mungu, itimida tunatakiwa kuenenda sawasawa na yale mapenzi ya Mungu anayoyatenda, kwa sababu hata mtoto huwa anatembea sawasawa na wazazi wake wanavyoenenda. Bwana asifiwe sana. Kumbe tunaweza tukawa tumetoa miili yetu, lakini hatujaitoa kama dhabihu iliyo takatifu ya kumpendeza huyu Mungu wetu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa tuitoe miili yetu katika kuyafanya yale mapenzi ambayo ni ya Mungu. Miili yetu sisi inaweza, kuna muda inaweza ikatufanya sisi tukatenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa anasema kwamba wala msifuatishe namna ya dunia hii. Dunia ina namna nyingi sana ya kuenenda. Dunia ina namna nyingi na kanuni zake namna inavyotaka kuenenda. Lakini sisi Mungu wetu leo anatuagiza tuyatende yale yaliyo mapenzi yake. Tuyafuate yaliyo mapenzi yake. Wala tusifuatishe namna ya dunia hii. Bwana asifiwe sana. Amina. Tusome kile kitabu cha Wagalatia 5 kwenye ule mstari wa 16. Biblia inasema, basi nasema, enendeni kwa Roho, wala mtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukiendelea mpaka hapo 17 anasema kwamba kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayoyataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati unatamani kweli kutenda mapenzi ya Mungu, au unatamani kuenenda sawasawa na Mungu anavyotaka, lakini kila ukijitahidi mwili unakuvuta. Bwana asifiwe sana. Mwili wetu una tabia ya kutamani sana vitu vingi. Unaweza ukawa hapa mwili unakutamanisha kwamba unatamani kuvaa nguo fulani, au unatamani kuishi maisha fulani, lakini kama ndani yako hakuna roho, utamtenda Mungu dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda tuseme kama mimi kijana, kuna wakati utafika labda natamani nienende kama vijana wenzangu wanavyoenenda. Natamani kuenenda na dunia kama vijana wenzangu wanavyoenenda. Natamani kwenda disco kama ilivyo kawaida ya vijana wengine. Lakini Biblia inasema enendeni kwa roho, wala
twende tukayaone yale mambo ambayo yanaweza kufanya nisitende mapenzi ya Mungu, au yanaweza kukufanya wewe usitende mapenzi ya Mungu. Jambo la kwanza ni dhambi. Bwana asifiwe. Hichi kitu kimezoeleka kwamba mtu anasema dhambi inatutenga na Mungu. Kwa hiyo umeichukulia kama hali ya mazoea, au mimi nimeichukulia kama hali ya mazoea kwamba dhambi ni kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini dhambi zinaweza zikatufanya sisi hapa tukajitenga, au Mungu akatutenga na uso wake na wala asitake kutuona tena. Tusome katika kile kitabu cha Isaya 59 ule mstari wa 1 mpaka wa 4. Biblia inasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu, na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu. Midomo yenu imenena uongo, ndimi zenu zimenong'ona ubaya. Hapana adaiye kwa haki, wala hapana atetaye kwa kweli. Utumainia ubatili, unena uongo, upata mimba ya madhara na kuzaa uovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwamba tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa. Unaweza ukawa unakuja hapa Kingdom ukasema nimeenda pale Kingdom nina shida au napitia katika jaribu fulani, lakini mateso ndo kwanza yanazidi kwenye maisha yangu, lakini mateso ndo kwanza yanazidi kuongezeka. Lakini unaweza ukajiuliza kwamba pale Kingdom hakuna Mungu. Nataka nikutangazie leo kwamba Kingdom yupo Mungu ikiwa utayaishi mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu wa Kingdom anasikia sana na anajibu sana. Ikiwa utakaa katika mstari ulionyooka, utamuona Mungu. Kwa hiyo usiseme kwamba Mungu wa Kingdom hasikii, hapana. Au usiseme Mungu wa Kingdom hajibu. Anasema mkono wake sio mfupi hata usiweze kuokoa, na wala sikio lake sio zito hata lisiweze kusikia. Wengi wenu umeshuhudia hapa kwenye vipindi vilivyoendelea. Mungu tumemuona sana akitujibu kwa namna ya tofauti kabisa. Kwa hiyo tukiyatenda yale mapenzi ya Mungu, tukiishi katika ule mstari ulionyooka ambao Mungu anatamani tukae kwake, hakika utamuona Mungu. Maovu tukifanya maovu, tukitenda dhambi, tunaweza tukajitenga na uso wa Mungu, hata Mungu wetu asitake kutusikia, kwa sababu dhambi ni ukuta unaomtenga Mungu na mwanadamu. Unapokuwa umetumia ulimi wako katika mambo ambayo hayamfurahishi Mungu au hayampendezi Mungu, wewe unatumika kwenye kutumia ulimi wako kwenye uovu, uzushi. Biblia imesema kwamba ulimi ni kiungo kidogo ambacho ni dhana ndogo ndani ya mwanadamu, lakini unatenda mambo makubwa. Ni kama moto. Yaani unavyoona moto ulio mdogo unavyoweza ukateketeza pori au sehemu kubwa, ndivyo na ulimi wako unaweza ukaliteketeza hata kanisa. Bwana asifiwe sana. Kwa kumbe tunapokuwa tumetenda mabaya au tunapokuwa tumeshiriki katika dhambi mbalimbali, tunaweza tukapata mimba. Unaweza ukajiuliza inawezekanaje dhambi kambebesha mtu mimba? Lakini uovu unaopanda leo, watoto wako watauvuna. Ndio maana kwamba yale maovu yako yatazaa mtoto. Bwana asifiwe sana. Unaweza ukawa unatenda dhambi au unajitenga na uso wa Mungu, ukisema kwani Mungu atanilipa lini? Au itakuwa lini? Mbona mimi niko siku za uzeeni? Au niko katika siku ambazo Mungu aniwezi kabisa. Lakini kile kitu unachokifanya kesho utakivuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukipanda ubaya huo utauvuna. Na ukipanda wema, kuna siku utavuna huo wema. Mungu wetu anatupenda na anatuwazia mema, ikiwa tutaendelea kukaa katika mstari ulionyooka, tukayaishi yaliyo mapenzi yake. Bwana asifiwe sana. Amina. Ukisoma katika kile kitabu cha Wagalatia 5:19, Biblia inasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Biblia inasema, sio ana anasema.
inasema kwamba watu watendao mambo yote kama hayo hawataurithi ufalme wa mbingu. Kumbe tunaweza tukawa tunakuja Kingdom kusali, au tunaenda katika makanisa yote ya kiroho, unaendelea kupitia shida na changamoto, lakini aishi hapo. Unapokuwa unatenda mapenzi ya shetani, utayavuna na uwezi ukairithi mbingu. Anaposema kwamba basi matendo ya mwili ni dhahiri, maana yake yako wazi, yanajulikana. Bwana asifiwe sana. Unapokuwa unatenda mambo kati ya hayo, kuna watu wana tabia ya kujifariji kwamba kwani kula sana ni dhambi. Unapokuwa unakula sana afu mwenzako anapitia katika shida na umsaidii, bado itabaki kuwa ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anasema uchafu, haliangalii uchafu wa mwili kama tunavyojiona kwamba sijafua au sijaoga. Hapana, yale mambo unayoruhusu mwili wako uyafanye. Ikiwa Mungu amekwambia itoeni miili yenu ikawe dhabihu iliyo hai ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo unapokuwa unatenda uchafu, unaiba, unazini, unasengenya, unakuwa unajitengenezea shimo ambalo kesho utaliingia, kwa sababu anasema watu watendao matendo kama hayo hawataurithi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la pili ambalo linaweza likanifanya mimi au wewe usiyatende mapenzi ya Mungu ni kutokutii sauti ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kila mtu hapa ukitaka kufanya kitu chochote, huwa kuna sauti mbili zinazungumza ndani. Moja huwa ni ya Mungu na nyingine huwa ni ya shetani. Sasa utajuaje kama hii ni ya Mungu au ni ya shetani? Kwa mfano, unataka kuzini au unataka kuiba au unataka kusengenya, ipo sauti kivyovyote vile itazungumza ndani yako. Moja itakuwa inakwambia fanya na nyingine inakwambia usifanye. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa utakaposhindwa kuitii sauti ya Mungu, utamtenda Mungu dhambi. Bwana apewe sifa. Amen. Hiyo Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia ule mstari wa kwanza tumeona kwamba itakuwa utakaposikia. Kumbe ni muda wowote ule utakaposikia kwa bidii kutunza na kuyafanya mapenzi ya Mungu au maagizo ya Mungu au kuagizayo leo. Anasema nitakubariki uingiapo na utokapo. Nitakubariki uzao wa tumbo lako. Nitabariki kabla kukandia unga. Kumbe tutakapokuwa tumeisikia sauti ya Mungu, tukawa tunatenda kwa bidii ile sauti ambayo tumeisikia, Roho Mtakatifu anatuzungumzisha, tutabarikiwa tunapoingia na kutoka. Tutabarikiwa uzao wa matumbo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hautasikia njaa ndani kwako hata kama utakuwa unapitia shida yoyote, lakini kuna namna Mungu ataandaa njia ya kukutokea. Ndipo utakapojivunia kwamba kila jaribu lina mlango wa kutokea ikiwa uko katika mstari unaostahili. Amen. Amina. Utasema tasikiaje Mungu anazungumza na mimi? Mara ya kwanza nimetangulia kuambia utasikia Roho Mtakatifu akikwambia hiki fanya au hiki usifanye. Bwana apewe sifa sana. Lakini kuna njia nyingine ni ya Biblia. Unaweza ukawa unapanga kweli, mimi nataka nikafanye 1 2 3. Kumbe hicho kitu unachokiwaza katika fahamu zako sio mapenzi ya Mungu. Ndio maana Daudi alisema kwamba mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele zako, Mungu. Kumbe kuna wakati tunaweza tukawa tumetulia tu na tunasali na tunamjua Mungu, lakini adui ana tabia ya kutumia mawazo yetu ambayo yanatembea ndani ya akili zetu kumtenda Mungu ubaya au kuyatenda mapenzi ya shetani. Bwana apewe sifa sana. Lakini njia ambayo Mungu anaweza kutumia, unaweza ukasoma Biblia. Mfano tuseme nataka nikazini au nataka nikaibe au nataka nikamsengenye mtu. Nitakapokuwa niko kwenye kusoma Biblia, nikakutana na Wagalatia 5:19. Anaposema kwamba matendo ya mwili ni dhahiri, akasema nisiibe, nisizini na yale mengine yote yanayoendelea. Hakika nikaona kwamba watu watendao mambo kama haya hawataurithi ufalme wa mbinguni. Sitaweza kufanya kitu kama hicho. Bwana asifiwe sana. Lakini ipo njia ya Roho Mtakatifu ambayo nimekwisha kuelezea. Pia kuna njia ya watumishi wa Mungu. Na hii hapa njia ambayo ni ya watumishi wa Mungu, watu wengi tumeizoelea. Mtumishi wa Mungu anaweza kawa ni angel, unasema ni mtoto mdogo, ananiambia mimi niache dhambi, ananiambia mimi nisiibe, ananiambia mimi nisinene uongo. Anaweza Mungu akamtumia hata angel. Bwana Yesu asifiwe sana. Angel akaja akakwambia, labda ananiambia mimi sasa, dada Ana, 1 2 3 ni dhambi. Ninapokuwa nimechukulia mazoea, maana yake nimeshindwa kutii na kuifuata sauti ya Mungu. Bwana apewe sifa sana. Amen. Tusome kitabu cha Isaya ile sura ya 1
aya ya 19 hadi ya 20. Biblia inasema, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Bwana apewe sifa sana. Katika moja ya vitu ambavyo tumeona vinaweza vikatufanya mimi au wewe tusiatende mapenzi ya Mungu ni pamoja na kutii sauti ya Mungu. Sasa kutii sauti ya Mungu ni kile kitendo ambacho mimi nitasikia kwa bidii, lakini nitatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaposema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, bali mkikataa na kuasi mtaangamia kwa upanga. Maana yake ni nini? Mimi Angel anaweza kaja akaniambia umekosea hapa dada, au mtu yeyote akaniambia umekosea hapa, lakini ninapochukua kwamba nimemsikiliza, alafu baadaye sasa nikikaa mwenyewe nasema hasa Angel ananiambia nini? Maana yake nimekubali lakini sijatii. Sasa Biblia inasema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Tutakula mema tutakapokuwa tumesikia sauti ya Mungu kwa bidii na tukayatunza yale maagizo, au tukayatenda sawasawa yale maagizo tunayopewa, aidha watumishi wa Mungu au Roho Mtakatifu anayozungumza ndani yetu, au mtu yoyote yule ambaye Mungu amemtumia. Bwana apewe sifa sana. Lakini tutakapokuwa tumekataa kuitii ile sauti ya Mungu na kuyafuata maagizo yake, anasema tutaangamia kwa upanga. Utasema inawezekana vipi upanga ukaja mimi ukanikata? Labda Mungu atafanya nini mpaka upanga ukanikata? Lakini hamjaona kuna watu wanakufa katika njia za kutatanishi. Mtu wa Mungu ambaye amemweka Mungu sawa, ataijua hata siku yake ya kufa, au atatambua ni wapi naelekea. Yamkini mtu anayeenda akanyongwa akapata ananilia ajali na akafa, yaani mpaka Mungu hajafikia ile hatua ya kumkomboa. Kuna namna sauti iliongea ndani yake kwamba usiende mahali fulani au usifanye kitu fulani, lakini akufuata kama alivyosikia. Bwana asifiwe sana. Ndio maana nasema kwamba mtaangamia kwa upanga. Tutaangamia kwa upanga, au mimi nitaangamia kwa upanga ikiwa nitasikia lakini sijakubali na kutii maagizo ya Mungu. Lakini kitu cha tatu ambacho kinaweza kikanitenga mimi na sauti ya Mungu au kikakutenga wewe na mapenzi yake ni kupenda dunia kupita Mungu. Bwana asifiwe sana. Dunia hii tumepewa tuishi na tumetunukiwa kama zawadi, lakini utakapokuwa umeipenda kupita kiasi unavyompenda Mungu, unautafuta umauti au unatafuta kujitenga na mapenzi ya Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 ile aya ya 15. Biblia inasema msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Utasema inawezekana vipi? Lakini kuna wakati labda unaona ni muda wa ibada na hamna sheria yote inayokukandamiza au kukuzuia usiwepo mahali pale, lakini shetani anaingia ndani yako, anakuwa anakushawishi usiende, usifanye hivi, usitende mapenzi ya Mungu. Kwani nani hapa anakuona? Bwana asifiwe sana. Lakini ina maana umeitanguliza dunia kuwa kama Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tukiipenda dunia, tukiendekeza sana dunia, hii dunia tumepewa, lakini tutakapokuwa tumeendekeza mambo yake, kumpenda Mungu hakutakuwa ndani yake. Na kama umpendi mtu, itimize uweze ukatimiza yale mapenzi yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Kitu cha 4 kinachoweza kunitenga mimi au kukutenga wewe na mapenzi ya Mungu ni marafiki wabaya. Bwana asifiwe sana. Marafiki wanaweza wakatufanya sisi au wanaweza kukufanya wewe au mimi kunifikisha katika sehemu nzuri au mbaya. Tusome kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 15 na aya ya 33. Biblia inasema msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa unapokuwa umekaa karibu na marafiki wabaya au marafiki ambao wanayatenda mapenzi ya shetani, kivyo vyote vile, kama usipowavuta wewe wakaja kwa Yesu, watakuvuta wewe, utaenda duniani. Bwana apewe sifa sana. Ndio maana unaona sasa hivi dunia imehamia kanisani kuliko kanisa sisi tuhamie duniani tukawavute watu kwa Mungu. Badala yake wenyewe ndio wanakuja kututoa kanisani na kutupeleka kutenda mambo mabaya. Ndio maana unaweza ukakuta mtu yupo kanisani, anakuja kanisani vizuri, na ukakuta watu wanasema mbona yule anajidai ameokoka lakini ni mwizi? Mbona yule anajidai anasali kanisa fulani wakati ni mzinzi? Mbona yule anajidai labda anamjua Mungu
lakini tabia zake sio nzuri. Ni kwa sababu gani? Mazungumzo mabaya yanaweza yakaharibu tabia njema. Mimi ninaweza labda nasali hapa nimeokoka vizuri, lakini labda kule nje sasa marafiki zangu mimi ni wale watu wanapenda sana muziki, wanapenda sana uzinzi, wanapenda sana ulevi, wanapenda sana uongo. Hivyo vyote vile tunapokaa pale, kama mimi nitashindwa kujitetea nikawa nawaambia habari za Mungu, wataniambia habari za shetani. Bwana asifiwe sana. Kama mimi nitashindwa kuambia karibu kingdom, labda tunamkesha au tuna ibada nzuri, lakini Mungu anaponya, Mungu anaokoa, hivyo vyote vile wataniambia, unaona wale wanaume wana hela sana, unaona yule mtu tunatakiwa tukaibe pale. Hivyo vyote vile watanirudisha duniani. Kwa hiyo tunatakiwa tukae vizuri na Mungu, tuisikie ile sauti inayozungumza ndani, ili tukapate kuyaishi mapenzi ya Mungu. Ukisoma pale Waefeso 5:6 ile, basi msishirikiane nao, kwa maana zamani mlikuwa giza, sasa mmekuwa nuru katika Bwana, enendeni kama watoto wa nuru. Bwana asifiwe sana. Anaposema hivyo au Biblia inaposema hivyo, haimaanishi kwamba tujitenge nao, kwamba mtu ukimwona ni mzinzi umkimbie, au kwamba mtu ukimwona ni mwizi umkimbie. Hapana, tafuta namna utakavyomsaidia ili na yeye aingie katika mapenzi ya Mungu, au ili na yeye afanane kama wewe, kwa sababu katika ile Marko amesema kwamba enendeni duniani kote mkawafanya watu wote kuwa wanafunzi wangu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unapokuwa umechangamana na wale marafiki, aidha unao wazuri au wabaya. Juzi askofu wetu ametufundisha kwa habari ya marafiki waliokuwepo Jumatano. Tumejifunza somo zuri sana. Kwa hiyo unapokuwa umekuwa na marafiki wa aina hii, hatusemi kwamba ujitenge nao, kwamba ukae nao mbali. Hapana. Wafundishe jinsi ya kuenenda au jinsi ya kuyaishi mapenzi ya Mungu, ili na wao wakauone ufalme wa Mungu. Kwa sababu Biblia inaposema kwamba ni furaha kubwa mwenye dhambi mmoja akitubu, mbinguni wanafurahi, inamaanisha nini? Unapokuwa umemwokoa yule mtu na kumleta kwa Yesu, akayajua mapenzi yaliyo ya Mungu, mbingu zinafurahi, lakini na wewe Mungu anakukweza au anakufanya uendelee kuyaishi yaliyo mapenzi ya Mungu. Kitu cha 5 ambacho kinaweza kikanitenga mimi au kikakutenga wewe na kuyafanya mapenzi ya Mungu ni kiburi na dharau. Bwana asifiwe sana. Na hiki kitu ni kitu ambacho wengi tumepotelea huku, kiburi na dharau. Bwana asifiwe. Unaweza ukawa hapo unamwona labda mtu ni wa kawaida, au mtumishi wa Mungu anakuambia kitu unachukulia kawaida, kwa sababu kiburi cha uzima kimekaa ndani yako. Kila kitu unachukulia mazoea, kila kitu unachukulia kama kawaida. Bwana asifiwe sana. Lakini unapokuwa umeyazoelea mambo ya Mungu ni dhambi. Ukisoma ile Yakobo ile sura ya 4 na mstari wa 6 hadi wa 8, Biblia inasema, lakini utujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni afadhali ukanyenyekea kwa Mungu kuliko kujiinua kwamba wewe uko juu. Yaani unakuwa unajiona uko bora kuliko wengine, unajiona wewe uko zaidi ya watu wengine. Hata wakikwambia hapo unakosea, kwa sababu wewe umejaliwa ni mnene au unazo nguvu, unasema watanifanya nini? Lakini tunaangalia kupitia kunyenyekea, ndipo Daudi aliweza kumpiga Goliathi ambaye alikuwa ni pande la mtu. Bwana asifiwe sana. Kama mlikuwepo hapa mliona igizo la watoto. Kumbe unapokuwa mdogo au unapokuwa unadharauliwa na mtu, lakini wewe umejinyenyekeza, Mungu kuna namna ataachilia namna ya kukusaidia. Bwana asifiwe sana. Tusiwe ni watu wa kujinua, tuwe ni watu wenye kushuka. Hata utakapokuwa unapitia shida, unapitia adha mbalimbali, jitahidi kushuka, kwa sababu Mungu anasema kwamba lakini tujalie sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema Mungu huwapinga wajikuzao. Unajiinua, atanifanya nini? Ananiambia mimi kuokoka. Tunatakiwa tujitahidi. Bwana asifiwe sana. Utasema nitampingaje shetani? Au mbona sijawahi kuona shetani akinikimbia? Lakini namna ya kumkimbia shetani ni pale ambapo utakuwa unaukataa uovu, utakapokuwa unakataa masengenyo, utakapokuwa unakataa uzinzi, utakapokuwa unakataa fitna, kuwa na chuki. Mtu hajakufanyia chochote, lakini unapokuwa unaona kwamba
yake, naye atawakimbia. Ila za shetani ni yale yote mapenzi ya shetani. Bwana asifiwe sana. Unapokuwa umekuja hapa Kingdom au kanisa lolote ambalo linamjua Mungu, alafu moyoni mwako unatenda uovu, unatenda dhambi, unajitenga na mapenzi ya Mungu, tayari unakuwa una nia mbili. Kwa hiyo ili tusitemwe na Mungu au tusijitenge na Mungu, tunatakiwa tumkaribie Mungu, lakini tumpinge shetani. Tusiwe ni watu wenye viburi, tusiwe ni watu wasioonywa wala kufundishika. Tufundishike, tukubali, kwa sababu Biblia imesema kwamba baba anayempenda mwanae humrudi. Bwana asifiwe. Sasa kuna njia nyingi Mungu kumrudi mwanadamu. Mungu anaweza kawa na kuonya kwa njia ya Roho Mtakatifu au kupitia Biblia, ila unakuwa mkaidi. Sasa Mungu atakapokuwa ameamua kuyaweka mambo yako wazi, yakafunuliwa na watu wote, ndio unakuta mtu anaamua kumwacha Mungu, au anaamua kuiacha kanisa, au anaamua kuiacha njia iliyonyooka, anajitenga na Mungu, anajiinua. Haiwezekani mtoto kama yule aniambie mimi nimefanya kitu fulani. Hapana. Anasema tutakapokuwa tumejishusha, Mungu atatuinua. Lakini kitu kingine cha 6 ni kinyongo na chuki. Bwana asifiwe sana. Amen. Amina. Chuki au vinyongo vinaweza vikatutenga sisi na Mungu. Unapokuwa unakuwa na chuki dhidi ya mtu fulani, anaweza kweli akawa amekukosea, lakini ile unatamka mimi sitamsamehe fulani, au sitakaa nimwachilie, alichonifanyia sitakaa nisahau. Lakini sikwambii kwamba labda mtu aje anitoa hili jicho, kwamba kesho na kesho kutwa nitasahau labda fulani ndo aliwahi kunitoa jicho, au fulani ndo aliwahi kunikata mguu. Hapana. Lakini unapokuwa unamkumbuka katika kushuhudia au katika mapenzi ya Mungu, unasema fulani alinitoa jicho, lakini ashukuriwe huyu Mungu, kwa sababu natamani na yeye siku moja amjue huyu Mungu. Lakini unapokuwa na kinyongo naye au chuki, unapoona mafanikio ya mtu unakuwa na chuki, au mtu amekufanyia ubaya unakaa na chuki, unakuwa unajitenga na Mungu au unamkosea Mungu, kwa sababu Biblia imesema kwamba hasira ukaa kifuani mwa mpumbavu. Bwana asifiwe sana. Unapokuwa na hasira iliyopitiliza na chuki zilizopitiliza, tayari unakuwa mpumbavu. Biblia inakutafsiri kama mpumbavu, sio mimi, ni Biblia. Kwa hiyo tunatakiwa tusiwe na chuki. Ndugu yako anapokuwa amekukosea kwa kuomba msamaha, muachilie na umsamehe. Bwana apewe sifa sana. Amen. Unamsamehe na kumwachilia, kwa sababu katika kufanya hivyo, kwanza yeye atajiona mjinga. Hata Biblia imesema msilipe ubaya kwa ubaya, tulipeni ubaya kwa wema. Bwana asifiwe sana. Sisi kama wana Kingdom au kama watu walioamua kuokoka, unapokuwa umekutana na mtu wa kidunia au mtu unasali naye hapa, anapokuwa amekutenda ubaya, jitahidi kunyamaza, jitahidi kushuka, kwa sababu unapofanya hivyo, kuna namna akikaa peke yake atajiona yeye ni mpumbavu. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana Biblia imewatafsiri watu kama hao kama wapumbavu. Kitabu cha Mathayo 6:15. Biblia inasema, bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Bwana pewe sifa sana. Uzuri Biblia inatuongoza katika njia iliyo sahihi. Tamani sana kulielewa neno au kumjua huyu Mungu. Kwa hiyo kumbe, anayekuwa amekosea na anayekuwa amekosewa wote ni watenda dhambi. Bwana asifiwe sana. Na Biblia pia imesema ukijihesabia haki ni dhambi. Unapokuwa umemkosea mtu, kubali kushuka kuomba msamaha. Lakini pia unapokuwa wewe umeomba msamaha, kubali kusamehe. Kwa sababu kupitia vinyongo na chuki, kuna baraka zako Mungu amekuandalia, unakuwa unazifunga. Badala ungemwachilia huyo mtu ili Mungu afanye operation ndani ya maisha yako, ili Mungu afanye operation katika uchumi wako, ili Mungu afanye operation katika masomo yako, ili Mungu afanye operation katika ukoo wako na kizazi chako, kwa sababu umemshikilia mtu fulani kwamba sitakaa nikamsamehe kwa sababu ya lile kosa, tayari unajitenga mbali na Mungu. Na vyovyote vile unapokuwa umegoma kusamehe, it means kipo kisasi unakiandaa. Sasa kile kisasi, sisi Biblia imetufundisha kwamba msilipe kisasi, kwa sababu kisasi ni juu ya Bwana. Kwa unapokuwa umejichukulia sheria mkononi au umeamua kulipa ubaya kwa ubaya, tayari unamtenda Mungu dhambi na unajitenga na uso wa Mungu. Kwa hiyo tujitahidi tuwe ni watu wa kusamehe na kuachilia, ndiyo yaliyo mapenzi ya Mungu. Lakini kitu cha 7 ni kukosa maombi na neno. Bwana asifiwe sana. Kukosa maombi na neno la Mungu
ni kitu ambacho kinaweza kikanitenga mimi na uso wa Mungu, au kikakutenga wewe na mapenzi ya Mungu. Utasema inawezekana vipi? Neno linanisaidia nini? Au maombi yatanisaidia nini? Ikiwa unajiinua sasa, unasema kama ni pesa ninazo, kama ni mke mzuri ninaye, kama ni watoto wazuri ninao, kama ni familia nzuri, mimi ndo kwanza nimezaliwa huko. Hapana. Unapokuwa umeyakosa maombi na umelikosa neno la Mungu, tayari unajitenga na uso wa Mungu. Mtumishi mmoja akasema, tusifunge maombi wakati tunapitia shida. Yaani wewe usiende kufunga kwa sababu ninatamani kupata labda kazi nzuri, au natamani kupata nyumba nzuri, au natamani kupata watoto wazuri, au natamani niwe wa kwanza katika masomo yangu. Hapana. Funga wakati ambao una amani, kwa sababu wakati ambao una amani, wakati wa amani ndipo silaha hutengenezwa. Bwana asifiwe sana. Maombi ndiyo silaha kubwa, au ndiyo silaha ya pekee ya Mkristo, kwa sababu unapokuwa umefunga au unapokuwa umeamua kuomba, ndipo unapopigana na shetani, kwa sababu Biblia inasema kwamba kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Sisi hatupigani kimwili. Bwana apewe sifa. Sisi hatupigani kimwili. Anasema wala juu ya nini? Ya pepo wabaya na wakuu wa giza. Bali vita vyetu sisi ni vita ya kiroho. Utapiganaje vita ya kiroho ikiwa haujui kuomba? Hii vita haipiganwagi na mapanga wala mikuki wala bunduki. Hii vita inapiganwa katika njia ya maombi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wana Kingdom, tujitahidi, tuyapende sana maombi, tupende sana neno la Mungu. Bwana asifiwe. Tusomee katika kile kitabu cha Yohana 1:1. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kumbe kupitia kulisoma neno ndivyo tunavyozidi kumjua Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndiye Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Hili neno lilikuwako tangia mwanzo, na ukiendelea kusoma anasema hakuna kilichofanyika isipokuwa kwa huyo nani? Neno. Kwa hiyo tunapokuwa tumelijua neno, nitaweza kumpinga shetani. Mfano, kuna labda anapitia kwenye jaribu, adui amepambana, lakini kama nitakuwa silijui neno, sitaweza kupigana naye. Shetani mwenyewe anaijua Biblia. Bwana asifiwe sana. Tukiangalia pale Yesu ameenda kuomba, alipokuwa amefunga, shetani akaja kumjaribu, lakini Yesu asingekuwa analijua neno, angekula. Bwana asifiwe sana. Lakini akamwambia imeandikwa. Bwana asifiwe. Kwa unapokuwa umeenda kuomba, unatumia neno katika maombi. Labda mimi nasema katika Isaya 54:15, Mungu umesema, yamkini watakusanyana, watakuja kwa ajili yangu, lakini wale watu watakaoinuka si kwa shauri langu. Unasema umemuumba muunzi afukutae moto. Kila silaha itakayoinuka juu yangu haitafanikiwa, na wala kila ulimi utakaoinuka kwa ajili yangu nitahukumu kwa mkosa. Kumbe nitatambua nina mamlaka ya kuamuru ndimi zote zinazotamka ubaya kwa ajili yangu kuwa mkosa na kuwarudia wao. Kila silaha itakayotengenezwa iwe ni katika ulimwengu wa roho wa mwili, kumbe haitafanikiwa juu yangu. Ni kwa sababu gani? Nitakuwa nalijua neno. Kwa kupitia neno ndipo tunaweza tukadai, na Mungu anasema kwamba ninalikumbuka agano langu nipate kulitimiza. Na akaendelea kusema kwamba kama mvua ishukavyo kutoka mbinguni kwenye ardhi, na neno langu ndivyo lilivyo, halitanirudia bure. Kwa neno lolote la Biblia unapolitumia ndivyo linavyotenda kazi. Tujitahidi kusoma Biblia, tujitahidi kumtafakari Mungu, kuliko nispendi muda wangu wote siku nzima, labda nina simu. Ndio naweza nikawa na simu, lakini kidogo nasikiliza vitu vya Mungu. Sio nimeiweka simu kuangalia mambo machafu, mambo yasiyostahili huko mtandaoni. Unaweza ukawa ibadani, neno linahubiriwa, lakini mwenzetu huko katika unajibu message nyingine hata sio za maana. Bwana asifiwe sana. Uko bize unachati, uko bize unaangalia vitu ambavyo havistahili. Na wengine wameenda sana mbali, wanaweka earpods, kwamba ameweka mtu yote ajui kinachoendelea kati yake yeye na simu yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini tujitahidi. Simu inaweza kukutoa katika mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini ukilijua neno, hivi vyote havitakusumbua. Bwana apewe sifa. Amen. Kitu cha mwisho ni hofu. Bwana apewe sifa sana. Amen. Hofu au uoga. Mungu wetu hajatupa roho ya uoga. Kuna mtu kweli anajua
nikifanya kitu fulani ni dhambi, au mimi nikiiba ni dhambi, au mimi nikisengenya ni dhambi, lakini kwa sababu ana hofu inampelekea anamtenda Mungu dhambi. Kwa mfano tuseme mimi nina marafiki zangu, sasa wanapokuwa wameleta habari mbaya, aidha tuseme ni ya uzinzi au ya wizi au ya fitina au yani juu ya kupanga ubaya wowote, mimi naogopa kuambia hiki kitu ni dhambi au hili hapa ni kosa listahili, kwa sababu ya uoga wangu, na mimi najikuta nimemkosea Mungu. Hawatokaa wakazungumza, mimi nikakaa kimya. Kama sitawaambia acheni kufanya kitu fulani, basi na mimi nimejikaribisha katika hiyo dhambi kwa sababu ya uoga. Kivyovyote vile na mimi nitachangia. Bwana asifiwe sana. Ndio maana mimi wanapenda kuwachukia sana wale watu ambao ananiletea habari kwamba fulani amekusema hivi. Mimi wanawauliza, akiwa ananisema 1 2 3, wewe kuchangia chochote? Bwana asifiwe sana. Hivi ni nani ambaye anaweza wakakaa watu 3 au 4 au 2? Mmoja kaongea tu afu akakaa kimya kwamba yupo pale kwa ajili ya kuchukua taarifa tu. Bwana asifiwe sana. Kwa wote tunakuwa tunakosea. Watakapoanza kunisema, kama hauwezi ukawaambia 1 2 3 sio sahihi, basi nyanyuka na uondoke. Ila usije ukaniletea ubaya kwamba fulani amenisema 1 2 3 ikiwa haujanisaidia chochote kipindi ananisema. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hofu ni kitu kibaya, na ndio kitu ambacho shetani anatumia kuwananyili watu, kuwapoteza watu, kuwatoa katika mapenzi ya Mungu. Anamwekea roho ya woga. Anaijua kweli, lakini anasema fulani atanionaje kama mimi nikifanya hivi, anaogopa. Bwana asifiwe. Au mimi namuona mtu anafanya dhambi, kwa sababu Biblia inasema unapokuwa unamuona mwenzako anatenda ubaya usimwambie, damu yake inamwagika juu yako. Bwana asifiwe sana. Sasa mimi kwa kuogopa, labda atasema Pastor Lawrence atanionaje, au Pastor Emmanuel atanionaje, yeye ni mtu mkubwa, niende nimwambie unazini, unaiba, au wewe ni muongo, atanichukuliaje? Ule uoga unanifanya na mimi naishiriki dhambi yake. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tusiwe waoga. Sasa nitafanyaje, au wewe utafanyaje kuyaishi mapenzi ya Mungu? Bwana asifiwe sana. Ninapokuwa nimegundua kwamba kumbe naweza nikawa na marafiki wakanitenga na Mungu, au naweza nikafanya dhambi zikanitenga na Mungu, au kumbe naweza nikawa na hofu juu ya kitu fulani nikakosa mapenzi ya Mungu, sasa nifanye nini? Bwana asifiwe sana. Kuna vitu nimeviorodhesha hapa. Cha kwanza ni kutubu kwa kweli. Bwana asifiwe. Tumeona katika ile Mathayo 6 pale anaposema kwamba tukiwasamehe watu makosa yao na Baba yetu aliye mbinguni atatusamehe. Lakini ukisoma katika ile Isaya 1 pale kuna mstari wa 18 kama sikosei, anasema basi njoeni tusemezane, asema Bwana wa majeshi, dhambi zenu japokuwa nyekundu kama damu atazibadilisha zitakuwa nyeupe kama theluji, na japokuwa nyekundu kama bendera anasema atazifanya kuwa nyeupe kama sufi. Bwana asifiwe. Kwa haijalishi una makosa ya namna gani au una dhambi za namna gani, kikubwa ni kujishusha na kukubali toba ya kweli, ndipo utaweza kuyaishi mapenzi ya Mungu. Lakini kitu cha pili ni kusoma neno la Mungu. Biblia inasema kwamba neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu. Ukisoma ile Zaburi ya 119 mstari wa 105 anasema kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Kumbe tukiangaziwa na Mungu tutayaishi yaliyo mapenzi yake. Lakini kitu kingine ni kuomba kila siku. Tusiombe tu tukiwa na shida, tumuombe Mungu kila wakati. Anasema kwamba mambo mengine hayatoki isipokuwa kwa kufunga na kufanyaje? Na kuomba. Unaweza ukawa unasema mimi Mungu ananijua. Kweli anakujua. Na amekujua toka ukiwa tumboni mwa mama yako. Na kabla hajakutoa amekutakasa. Lakini ili Mungu akusaidie ni kuomba mara kwa mara. Hapa duniani tupo watu wengi wanapenda kuamini neno. Tupo watu wengi sana. Kila mtu anamuomba Mungu. Ndio maana Mungu akasema kwenye Mithali kwamba anawapenda wenye bidii. Bwana asifiwe sana. Wale watu wenye bidii ndio Mungu anaowapenda. Kwa sababu tunaweza tukaomba wengi wakajibiwa wawili, kumbe ana bidii kuliko tunavyoomba sisi. Lakini kitu cha 4 ni kuchagua marafiki wema. Tafuta watu ambao wanaendana na wewe, ambao wameokoka kama wewe. Kama hautaweza kuwachagua marafiki wema, basi jitahidi kuwabadilisha wale uliokuwa nao wabaya
angalau waingie katika wema. Siku moja waje waseme nilimjua Mungu kwa sababu ya mtu fulani. Kitu cha 5 ni kumtii Mungu. Bwana asifiwe sana. Amesema kama tukikubali na kutii tutakula mema ya nchi, ila tukikataa tutaangamia kwa upanga. Mungu awabariki. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa nini? Kwa mafundisho. Kwa hiyo naamini tumejifunza na kila mtu kachukua sehemu yake. Japokuwa ni haja ya moyo wangu kwamba yote tuliyofundishwa tuyachukue. Katika somo la leo tusichukue kimoja, tuchukue yote. Amen. Kwa sababu tunajua wote tumefika kanisani, kila mtu ana hitaji lake mbele za Bwana. Hakuna asiyekuwa na hitaji. Sasa kama unahitaji, maana yake huwezi kupokea kama kuna jambo ambalo liko kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kwa sababu tumesikia neno na Biblia inasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na nini? Na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo kuna mtu unahitaji kuponywa leo, unahitaji kufunguliwa, unahitaji kumwona Mungu katika maeneo mbalimbali unayohitaji. Cha kwanza ni lazima tukubali Mungu tumekukosea, uturehemu. Halafu baada ya hapo tukamweleze Bwana haja ya mioyo yetu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Nyosha mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, Mungu wangu na Baba yangu, niko mahali hapa. Wewe Bwana unaijua haja ya moyo wangu hata kabla sijaiona. Yesu Kristo, unisaidie sasa. Leo hii ninaitua mizigo kwako wewe Bwana. Kila nguvu ya magonjwa iliyokuwa imenifunga kwa sababu ya pepo wabaya, mapepo wabaya, mapepo wabaya. Mchana wa leo, ewe pepo, inakuamuru kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Piga kelele, piga kelele, piga kelele. Paya ndani yangu, 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 ndani ya jina la Yesu, jina la Yesu. Paya ndani yangu, paya ndani yangu, ndani ya paya ndani yangu, ndani ya ndani yangu, ndani ya kwa sasa, nguvu yangu, giza, nitafunga maisha yangu, nitafunga ndoa yangu, nitafunga kazi yangu, nitafunga dua yangu, nitafunga dini yangu, jana leo, nguvu, giza, mwanamke huyu ana huduma sana. Sikia, kuna nguvu inapita kwa maisha yako. Mungu anafungua uzao wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Liko mateso inayakomesha maisha yako. Mungu akabariki uzao wako. Kila roho ya mateso, magonjwa, maumivu ndani yako leo ninayafuta kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Mateso inayafuta kwenye maisha ya mwanamke huyu. Makaratasi yameandikwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hayo mabaya ndio yapanga kwa mama huyu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Hayo mabaya ndio yaandaa kwa mama huyu. Ninafahamu ujae ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Kubariki na kukufungulia mlango mkubwa kwenye elimu yako, ukamwone Bwana katika jina la Yesu, jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haijalishi walitoa kafara ya aina gani, lakini kwetu sisi tumchao Bwana ipo kafara inayopita kafara zote, na hii ni kafara ya Yesu Kristo kwa damu yake pale msalabani. Yesu Kristo alikufa kwa ajili yetu, kwa ajili ya tena. Tangu sasa, enyi mizimu, enyi majini, tangu leo
Nakuachia tena kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Sema amen. Amen. Watch. Pigie Bwana Yesu makofi. Ongeza tena makofi kwa Yesu. Mtu mmoja mwenye imani, shike mkono, mwambie Teddy amka. Haleluya. Yesu Kristo alisema mfungueni mwache aende. Sema Teddy amefunguliwa. Simpigie Yesu makofi na kuomba. Basi muda huu naomba nimkaribishe mchungaji wetu kwa sababu amefika mahali hapa atusalimie, lakini pia atukaribishie mama pia atusalimie pamoja na kutuahirishia ibada ya siku ya leo. Karibu sana pastor, uzungumze machache. Mungu akubariki sana. Asifiwe. Haleluya. Amen. Mungu awabariki sana. Amen sana. Namshukuru Yesu aliyala Morogoro, lakini sasa hivi niko Dodoma. Amen. Amen. Kuna muda fulani niliongea na baba nikamwambia sijui kama nitafika. Lakini nina uhakika Mungu ni mwaminifu amenifikisha. Haleluya. Amen. Nimemwona mama waza tu hii tu. Amen. 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 Funguka macho yako mahali ulipo. Baba, katika neema ya jina lako Yesu Kristo, wewe ni Mungu mzuri. Asante kwa uponyaji wako, asante kwa ibada nzuri, asante kwa mwalimu wa shule ya Jumapili, asante kwa president worship, asante Mungu hata kwa mhudumu wetu wa mchana uliyetumia, asante kwa watumishi wako wote ambao Mungu umewatumia katika kuhudumia siku ya leo. Tumeona wokovu wako, tumeona neema yako, tumeona uzuri wako, tunakufurahia Mungu wa kweli mwaminifu. Baba, tazamani sana wakati mwingine Mungu tunapoenda kuelisha ibada hii, na wakabidhi watumishi wako wote mikononi mwako. Neema yako Mungu isiwapungukie. Baba, wengine wanaenda kutumia vyombo vya moto vilivyotengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Baba, katika neema ya jina lako Yesu Kristo, na wakabidhi wote Mungu ukawasafirishe salama. Na wako wengine Mungu watarudi kwa kufanyia ibada. Bado Mungu kazidi kuendelea kuonekana kwao. Ni katika neema ya jina lako Yesu Kristo, kila mwenye imani aseme amen. Amen. Bwana akubarikie na kukulinda. Amen. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Amen. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Amen. Asante kwa yako. Mwambie hongera kufika imani mwa Bwana.